katika jina la Yesu Mwokozi. Tunajiachia mikono yako iliyo salama. Tunajiachia damuni mwako Mungu wetu. Useme nasi majira haya. Katika jina la Yesu tuomba na kushukuru. Amen. Amen. Neno la Mungu kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka sura ya 14. Taanza mstari ule wa 10. Kutoka sura ya 14. Tutaanza mstari wa 10. Tutaishia ule wa 14. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Kutoka sura ya 14 mstari wa 10 tutaishia mstari wa 14. Katika jina la Yesu tutasoma. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama Wamisri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulilokuambia huko Misri tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkaone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni habari za wana wa Israeli. Historia hii inatoka hasa kwa baba yetu wa imani Ibrahimu. Inatoka kwa baba yetu Ibrahimu ambaye aliahidiwa baraka. Na kwa nini aliahidiwa baraka? Kwa sababu ya uaminifu wake kwa Mungu. Haleluya. Kwa sababu ya uaminifu wake kwa Mungu ndio aliahidiwa baraka. Ndio maana unaweza ukajiuliza, kwa nini Mungu aliwapigania hawa watoto wa Israeli? Kwa nini wakati ni yeye yule aliyeumba wote? Kwa nini? Kwa sababu ya ahadi yake kupitia mtumishi wake Ibrahimu, aliyemwahidi baraka, aliyemwahidi kwamba atakuwa pamoja na yeye na uzao wake wote ataubariki. Amen. Ndio maana tunapata historia ambayo imetokana na yeye Ibrahimu, inatembea kwa Isaka, inatembea kwa Yakobo, ikatembea kwa mtumishi wake pia mtoto wake Yusufu, ambaye Yusufu aliyekuwa ameuswa katika nchi ya utumwa katika kule Misri. Alipokuwa Misri kule, bado alinyenyekea kwa Bwana. Haleluya. Bado alimtumaini Mungu wake, bado alitii sheria ya Bwana, bado alifuata kumtii Bwana katika maisha yake. Ndio maana katika kutii, katika uaminifu wake, huyo Yusufu akainuliwa na Bwana kuwa waziri mkuu katika nchi ya utumwa, akiwa yeye akihesabiwa ni mtumwa au mfanyakazi wa ndani. Akainuliwa kuwa waziri mkuu, kwa sababu ukimheshimu Mungu naye atakuheshimu. Haleluya. Ukimheshimu huyu Jehova, ukimheshimu katika maisha yako ya Ukristo, naye atakuheshimu. Alimheshimu Mungu Yusufu, hatimaye baada ya kazi akapewa waziri mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini mchungaji Yesu ameanza huko? Nimeanza kwa sababu, kwa nini watu wanauliza wakati Mungu ameumba wanadamu wote, kwa nini hawa wana wa Israeli wanapiganiwa hivyo? Maana wanapiganiwa
unapiganiwa. Kwa nini? Kwa sababu ya watu fulani. Haleluya. Kufanya kwako mema katika wewe mzazi ndio baraka ya watoto wako, ndio majibu ya watoto wako, ambao kwa sababu yako Mungu anatia baraka, Mungu anawainua, Mungu anawapa kibali kwa sababu yako wewe mzazi uliyesimama na Bwana sawa sawa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wana wa Israeli watoto wa Yakobo walipoona shida ya njaa, ilikuwa njaa kweli kweli. Jamani, sisi Tanzania hatujapata njaa kweli kweli. Nakumbuka nikiwa mdogo miaka ya 80 na kitu, kulikuwa njaa. Ama sio 80 kamili. Kulikuwa na njaa kidogo, yani mwonjo wa njaa, lakini haijatokea kama hao walipotokea, kwa sababu walianza kula watoto wao. Umewahi kusikia hayo? Walikula mavi ya njiwa. Hamna chakula. Usicheze na njaa. Haleluya. Usicheze na njaa. Watoto wa Yakobo walipoona njaa, wakasikia matangazo kwamba Misri kuna chakula. Wakaenda kule kwamba tutapata chakula. Wasijue kwamba yule waliyemfanyia ukatili, yule waliyemfanyia ubaya, ndogo wao kumbe ndio waziri mkuu. Haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa uaminifu wake. Baada ya hapo wakaenda wakapata chakula, lakini Yusufu mara ya kwanza hakujitambulisha, mara ya pili akajitambulisha. Lakini napopenda Yusufu moyo wa msamaha. Haleluya. Aliwasamehe kaka zake kwamba Mungu, mimi ni mwanadamu tu, wewe ndio unafanya. Haleluya. Kuna watu wanashindwa kuwasamehe ndugu zao, majirani zao, kwa sababu pengine waliwanenea au waliwaibia au waliwafanyia mambo mabaya. Samehe. Haleluya. Kama mwenzetu Yusufu aliwasamehe. Waliposamehewa, baadaye wakaja na baba yao, wakakaa Misri kule, wakasema mimi nitawalisha. Wakawa na hofu, huyu labda atatutenda jeuri, wakati baba yao amekufa. Wakalia wakarudi, akasema hapana, mimi nitawalisha, na mifugo yenu nitawalisha, na watoto wenu nitawalisha, usipate na shida. Na Farao aliyemjua Yusufu akasema usipate shida, nitawapa chakula wa ndugu zako. Haleluya. Wakapewa hivyo. Wakapewa eneo inaitwa Gosheni kule Misri. Wakasema Farao akasema nawapa nchi yote hiyo ya Gosheni, hawa ndugu zako wakae. Walipokaa kule na wa Misri wakaendelea, Farao anayemjua Yusufu wakaendelea kuishi salama, wakawa na furaha, wakawa na zaa kama katibu alivyosema, wakawa na zaa wakaongezeka. Mungu akawapa nguvu wale wa Israeli, wa Ibrania, wakawa na nguvu, wakaishi. Hapo Farao anayemjua Yusufu anatoa baraka na walisha mifugo yao na nini. Lakini baada ya Farao kuondoka duniani, akainuka Farao asiyemjua Yusufu. Alipoinuka Farao asiyemjua Yusufu, wale wakaendelea na kuzaa na kuwa na nguvu. Lakini washauri fulani wakasema, wewe kiongozi wa nchi, unaona hawa majitu wa Ibrania hawa, unaona wanavyoongezeka, unaona walivyo na nguvu, unaona. Farao akapata wazo, akasema kumbe. Akasema hawa tuwatende jeuri. Wakaanza kuwaua watoto, na kimbiza kwa sababu historia ndefu. Wakaanza kuwaua watoto, wazaliwa sio wa kiume, wote wakauawa. Akaona haitoshi, kawaambia wale wakunga wakina Pua na Surisia Sinani, mnapowazalisha hawa Ibrania hawa waminyeni watoto wao, waueni. Wakishamwambie kwamba watoto wenu wamefia tumboni, waueni. Lakini wale kwa kuwa walikuwa na roho wa Mungu ndani yao, hawakuweza kufanya ukatili huo, wakawaacha wazae. Walipoulizwa wakasema wale watu ni mahodari, kabla hatujawazalisha
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaona haitoshi, akasema tuwatumikishe kwa makazi ili wasipate nafasi. Unajua ukichoka sana si unajilala, wenye ndoa mnajua, wa baba mnajua, wa mama mnajua, mkichoka sijui kama ile tendo linafanyika kwa sababu uko hoi tabani, unakuta kumeamka asubuhi. Ndio lengo la Farao kwamba muwatumikishe makazi makubwa ili wafanye kazi hiyo ya kufyatua tofali, watuzalishie, lakini ili wasipate kuneemeka kuongezeka. Kumbe ndio walikuwa na nguvu zaidi, wakaongezeka. Haleluya. Ndio sasa baada ya Musa na shughuli kupona kutoka kuokolea au kutoka Midian karudi, wale wana Mungu wanaona kazi walizopewa za kufyatua matofali, baadaye wakasema na nyasi, watafute manyasi ya nini huko kutumika huko, ikawa ni shida, wakawa wanapata kipigo, wakawa wanapata shida. Ndipo Mungu anasikia kilio chao. Haleluya. Anasikia, Mungu anaona yote tunayofanya duniani yanaonekana mbele za Mungu. Haleluya. Usifanye kitu useme niko peke yangu. Ndio maana mimi nasema hata ukiwa chooni uwe mwaminifu kwa sababu Mungu anaona. Haleluya. Usiache kinyesi pembeni maana mimi Mungu anaona. Haleluya. Anaona kila kitu. Anaona wale kilio au mateso waliokuwa wanatendewa na Wamisri chini ya Farao asiyemjua Yusufu. Yalikuwa ni mazito. Mungu akasikia kilio, ndio maana akamuinua Musa kwenda kuwatoa Waisraeli au Wamisri kule Waisraeli kule Misri. Lakini Farao akawa na ubishi na Mungu akaufanya. Ungesema kwa nini? Ili Mungu adhihirike. Haleluya. Alimweka moyo mgumu Farao ili Mungu ajulikane ni nani. Haleluya. Ili Mungu ajulikane ni nani. Ndipo anaambiwa Farao mgumu moyo, mapigo 10 yakapita, ambayo mimi nasema wewe ni Ebeneza. Kama kwa kule Goshen walikokaa Waebrania au Waisraeli siku 3 huku Misri ni giza totora waonani, kule Goshen ni jua linawaka. Mpaka namuinulia Mungu kwamba wewe ni Ebeneza. Haleluya. Mungu ni mkuu sana sana. Wale watu Mungu akawaambia sasa, ili pigo la mwisho la wazaliwa wa kwanza, mtakaa mmesimama, mtajifunga nguo zenu viunoni, mtamchinja mwana-kondoo. Huyo kondoo mtapaka kwenye mimo damu yake kwenye milango. Nitakapoona kwamba kuna damu kwenye mimo ya milango, sitaua wazaliwa wa Misri wa kwanza, wa Israeli wa Waebrania, atawaua wa Misri. Ikafanyika hivyo. Sasa wakiwa safari, usiku ule walitoka, wanaondoka, na Musa anaondoka, aliyesema tutaondoka na watoto wetu, tutaondoka na wazee wetu, tutaondoka na mifugo yetu, ng'ombe wetu, kondoo wetu, mbuzi wetu, kuku wetu, tutaondoka navyo vyote. Usiku ule wakaondoka. Wanaondoka huku jeshi la Farao limechukia. Farao anasema haiwezekani. Nani atatufanyia kazi zetu? Atakayetupikia deki, atakayetupikia, atakayetuletea, atakayefanya nani? Jeshi langu, fanya haraka kabla hawajafika mbali, wafuatilie. Ndipo tunakutana na haya maneno haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walipofika wale wa Ebrania, wamepanda farasi zao, wengine wanatembea na nini, wanasafiri na Musa amewaongoza. Wanaenda mbele, wanakuta bahari na mbele hakuonekani, na wanaangalia pembeni, wanakuta miamba mikubwa meiba, wanakuta tena, wanaangalia nyuma, jeshi linaofuata la maadui wanakuja kwa ajili ya pengine sijui kuwakabisa kuwarudisha tena Misri. Ndipo wanasema, wanamnungunikia Musa,
Maana Musa alipata shida sana. Ukiwa kiongozi ukubali yote. Haleluya. Uwe na kifua. Uwe na kifua cha kuto kulipuka. Unapokutana na hayo yanayoleta maumivu kwa sababu ya uongozi wako, sio mwepesi wa kulipuka. Unatulia mbele za Bwana Mungu, naomba sema na useme nao. Bwana Yesu asifiwe. Wale wakasema, Musa, tulikuambia kwa sababu tu makaburi hayapo kule Misri ya sisi kutuzika, kuliko tuko jangwani sasa. Hatuoni pa kukimbilia. Huku mbele yetu kuna bahari, huku nyuma yetu kuna jeshi la Farao. Pembeni kuna miamba, kuna mwamba huku na huku. Musa, kwa sababu tulikuambia. Ungekuwa wewe ungejibuje? Sijui ungesemaje. Haleluya. Ilikuwa ni ngumu sana. Ilikuwa ni ngumu kwa Musa. Lakini asante Jehova. Musa alimwamini Mungu. Alipomwita rohoni, Mungu akasema usihofu, hao wote wataishia baharini. Ndipo akapata ujasiri wa kuambia kwamba hawa mliowaona jeshi la Farao linalotufuatia, lina magari, lina magurudumu, lina farasi, hamtawaona tena. Na mahali hapo mimi nafurahi anaposema wakati wamekaribia au maadui kuwafikia wale Waebrania, Mungu aliyafanya magari yao, magurudumu yawe mazito kutembea. Haleluya. Aliyafanya miguu ya farasi iwe mizito kutembea haraka. Mafarasi wanakimbia, lakini miguu yao Mungu akaifanya mizito. Magari ya magurudumu akayafanya yasitembee. Haleluya. Usishindane na Mungu hata siku moja. Au na mwana wa Mungu aliyembeba Mungu. Usishindane naye, kwa sababu unashindana na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Unashindana na Mungu mwenyewe, kwa sababu Mungu aliye ndani yake ana uwezo kupita maelezo. Haleluya. Ndipo tunakutana na hao wana wa Misri wananung'unika, lakini Mungu akasema, Musa, umeshika nini fimbo? Inyoshe fimbo. Ananyosha fimbo, maji yanamtii Mungu. Haleluya. Maji yaliyoyaumba yalimtii Mungu, yalimtii Mungu, yakajisogeza, mengine yakajisogeza. Barabara ikatokea, wana wa Waebrania wana wa Israeli wakapita, huku majeshi yanawafuatia, lakini huko hawawezi kuwakuta kwa sababu Mungu yupo katikati yao. Yesu asifiwe. Usiogope. Mungu aliyekufanya hivyo hilivyo anakufahamu toka tumboni mwa mama yako. Anakujua toka tumboni mwa mama yako. Kwa nini haukufia tumboni? Ana makusudi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana makusudi na wewe katika maisha yako. Hata wakikutishia kwamba tumeandaa kaburi lako, wewe usiogope. Yupo ambaye ni zaidi ya kaburi. Aliyeshinda huyu Yesu. Huyu Yesu mwaminifu. Huyu Yesu ambaye halali kiti chake cha enzi hakikaliki. Anatuangalia, anatuwazia mema. Hapendi twende jehanamu yeye. Anasema yeye hapendi sisi tukaishie jehanamu. Ametuandalia raha ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu walipoendelea wanamalizika, wanakuta maadui hao ndio wako ukingoni mwa bahari. Wanamalizika na mifugo yao na wazee wao na watoto wao, wanamalizika. Wamemalizika, wameisha, wale wamedumbukia. Wao kahofu kapo, hofu ipo, lakini wameingia na magari yao, wameingia na farasi wao, wameingia wale majeshi ya Farao. Yeye Farao amekaa pembeni. Jeuri huyu, alikuwa jeuri. Alikaa pembeni ya kuingia yeye Farao. Anawaangalia, wameingia.
Mungu huyo Musa amefanya nini tena? Nyosha fimbo maji funika. Sielewi kina kilikuwa kiasi gani mpaka kwenye bati shukure juu. Funika. Wakaogelea wapi? Funika. Ndipo akina Miriam kwenye hema yao, wanawake wale wanasema Miriam na wenzake wakachukua kinanda, wakachukua sijui nini, sijui matari na mazeze, wanamshukuru Mungu. Wanaona miili ya maadui imeanza kuelea juu.